Hii ni K-News habari. Serikali ya hapa inaonekana ni dhaifu sana kutokana na makundi ya watu. Kiasi kwamba hata mwenyekiti hana sauti kwa sababu ya makundi ya watu. Anashindwa kutekeleza majukumu yake. Mwenyekiti anashindwa kutekeleza majukumu yake. Lakini hata mimi diwani kuna sehemu nyingine nashindwa kutekeleza majukumu yangu. Kama kiongozi niliyochaguliwa na wananchi, lakini nakiwakilisha chama changu. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto iliyopo hapa ni kubwa, sio ndogo. Watu hapa wamekaa kimya, usione hivi. Watu wanateseka. Mwenyekiti, niombe vikundi vya watu visiwe na nguvu kuliko serikali. Serikali ya Mama Samia ni imara. Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, haiwezekani mkutano unaweza kaitishwa hapo kagongwa kengere wakaitishwa watu kuhutubia watu, mwenyekiti wa mtaa hajui. Lakini watu wanaitisha watu wanahutubia, mwenyekiti wa mtaa hajui. Mwenyekiti wa mtaa yuko wapi? Huyu hapa. Mwenyekiti anaweza kakemewa hapa na vikundi hivyo asiwe na sauti ya kusema. Mwenyekiti wa mtaa anakawa hana la kusema. Ninalokuambia hili ni diwani wako, nikwambie naongea kama diwani wako, ni mkweli. Mimi ninachokuongea naongea kinakotoka rohoni. Naomba uondoke nacho. Kuna watu paka wanatishiwa mapanga hapa. Mapanga, wanasikiwa mapanga mwenyekiti. Mimi diwani wa leo, kesho ni uchaguzi, nitaondoka, lakini changamoto itabaki nisiposema ukweli mwenyekiti. Nisiposema ukweli. Kwa hiyo kuna watu nao waona hawa wamekaa kimya. Yaani tunaishi hapa kama wakimbizi kwenye huu mtaa. Imefika sema hata jeshi la polisi halina nguvu kwenye huu mtaa. Haliwezi kuingia. Haliwezi kuingia jeshi la polisi hapa. Polisi kata yupo. Yaani watu hapa wanaweza kachikiwa panga mwenyekiti, akaenda kituo cha polisi kuripoti. Wanasema kwamba sisi tunasubiri amri kutoka kwenye chama. Mwenyekiti wa mtaa huyu hapa ni kiongozi wa serikali. Ni lazima kila anayeishi kwenye huo mtaa umheshimu na kumtii. Huna mamlaka wala ruhusa ya kumdharau kiongozi wa serikali aliyechaguliwa. Ndio maana ya utawala wa sheria. Usipofanya hivyo, sheria itakumbana na wewe na hakuna aliyeko juu ya sheria. Kwa kuwa mwakilishi wa mkuu wa wilaya yuko hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumwelekeze mkuu wa wilaya ya Mbeya kuhakikisha anaweka usalama wa kutosha hapa, na mtu yeyote mwenye miraba minne na kiburi na kifua aadabishwe haraka. Hata kusikia mtu hapa ni mkorobi au kuna jeuri hapa. Haiwezekani. Sisi haitaruhusu. Kama sisi ndio wenye serikali, yetu mnadhubutu kusema mpaka polisi anaogopa. Sio Mbeya, sio hapa. Na niwaombe, nitoe ushauri wa bure kabisa. Kama kuna watu walidhani wana uwezo wa kuitisha serikali ya mtaa, ya kata, ya wilaya na kadhalika, I say kuanzia leo acha. Ukimuondoa leo kwa upanga mwenzako, ujue utaondolewa wewe kwa upanga au mwanao au kizazi chako. Nina uhakika kuna mtu hapa ameoa mtaa wa 3 kule. Kuna mtu mtoto wake ameolewa mtaa wa 4, si ndio hivyo? Mmeoleana watoto, wengine wameoa. Sasa mtafika hatua ukisema yule mbaya, kumbe unanyoshia kidole ndugu yako mwenyewe. Kwa ile dhambi ya kumleteana madhara itawadhuru nyinyi wote. Kwa vitendo hivyo viongea diwani kama vipo, mimi naomba kupitia mkutano huu wa leo vikome. Vitendo vya kutishiana, kunyimana usingizi, kuona wewe uko juu ya sheria, hivi vitendo vikome leo. Hii ni K-News habari.